Nakumbuka tarehe 30 Aprili mwaka huu wa 2026 Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam lilianza uchunguzi wa kina wa mauaji ya mtu aliyejulikana kwa jina la James Rogers Temba aliyekuwa mwanafunzi wa mwaka wa pili katika chuo cha usimamizi wa fedha maarufu kama IFM ambacho kipo hapa jijini Dar es Salaam. Na kama mnakumbuka, polisi Dar es Salaam ilitoa taarifa yake kwa umma tarehe 3 mwezi Mei mwaka huu wa 2026 kuhusiana na tukio hilo. Leo tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu wa 2026 napenda tena kuwajulisha kuwa baada ya upelelezi wa kina, na nikisema upelelezi wa kina ninamaanisha upelelezi wa kitaalamu ambao unahusisha pia mamlaka zingine za kisayansi. Kwa hiyo baada ya upelelezi wa kina kufanyika, sehemu ya kichwa kilichokosekana katika kiwiliwili cha mwili wa James Rogers Temba kimepatikana huko eneo la Kitunda Kibeberu katika wilaya ya Ilala jijini Dar es Salaam. Sehemu ya kichwa hiki kimekutwa kikiwa kimefukiwa ardhini na waliotekeleza uhalifu ule. Jumla ya watuhumiwa 5 wanashikiliwa, akiwemo mtu mwingine ukiacha wale ambao niliwapa taarifa zake tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka huu. Leo tarehe 13 ameongezeka mtuhumiwa mwingine ambaye amefahamika kwa jina la Saidi Ali au maarufu kama Side. Huyu ni Mzigua mwenye umri wa miaka 31 ambaye ni mganga wa kienyeji ambaye anakaa eneo hilo la Kibeberu, Kitunda, Ilala hapa jijini Dar es Salaam. Taratibu za kisheria zinakamilishwa ili mamlaka zingine za kisheria ziweze kuendelea na hatua zingine. Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linaendelea kuwashukuru kwa dhati wananchi na mamlaka zingine za kisheria za uchunguzi wa kisayansi. Narudia, Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linaendelea kuwashukuru kwa dhati wananchi na mamlaka zingine za kisheria za uchunguzi wa kisayansi ambazo zimetoa na kuonyesha ushirikiano wao mkubwa na kuwezesha kupatikana kwa taarifa hizi za mafanikio katika uchunguzi wa jambo ambalo lilitokea. Aidha, Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linatoa wito kwa wananchi kuendelea kuwa watulivu na kujenga tabia ya kuviachia vyombo vyenye mamlaka ya kisheria ya kutekeleza majukumu haya ya kiuchunguzi na ya kitaalamu, hasa pale pindi linapotokea tukio au tatizo, na kuwaomba kuacha tabia ya kutoa taarifa za upotoshaji zenye lengo la kuchelewesha upelelezi na kuzua taharuki.